Mwenye mekucha katika sehemu hii ya Kaimozi, sehemu ya hapa ni inaitwa Shamahoho, sehemu ya Shamahoho Serem. Nashukuru sana kwa kuwa tumekuja kuelimishana kama watu wa eneo hili la Magharibi Kenya, na hata ndugu zetu wenye ngambo ya River Yala, ndugu zetu wa Kalenjin, ndugu zetu wa Nandi walio huku bia wako, si zote tuko katika eneo moja la Magharibi Kenya. Tunataka sisi ndugu zangu nimekuja sehemu mahali hapa nisikie. Mimi kwa majina naitwa Muhonge, mimi ni katibu mkuu wa fukufuku la kuleta watu wetu wa eneo hili letu la Magharibi Kenya pamoja, ili tusemesane, tuongeleshane, tufanye vitu zetu kama watu wa eneo hili yenye Mwenyezi Mungu alitupea ardhi hii, akasema hii ni deni yenu. Na kaambia babu wetu wa kwanza kuwa ardhi hii nimempea, ukailinde vyema, viumbe vyote vile katika ardhi hii vikae katika maisha ya usalama, maisha ya amani, maisha ya upendo, na viweze kuhifadhi mazingira haya ili wana uwezo kulinda viumbe vinakuja nyumeni. Hii ni jukumu lilipewa na babu wetu wa kwanza mwenye alipewa sehemu hii, ardhi hii, Eden hii. Na jukumu hili kama zizi usao wa ule babu wetu wa kwanza, tuna jukumu ya kulinda sehemu hii iwe na uwezo ya kupepa miziko ya usao na kuja nyuma yetu, wakaishi katika maisha yenye mandhari mema, maisha mazuri, maisha ya upendo. Ndugu zangu wenye walio kule ngambo ya River Yala, nataka nimfahamishe, sisi ni watu wa Mlembe na nyinyi ni watu bia wa Mlembe. Mlembe inamaanisha sisi ni watu wa amani. Tunataka tuambiane vile tunaweza kusaidia taifa la Kenya kubeba mzigo wa uchumi. Hii jambo haiwezi kutekeleza kama viongozi wetu hawatakuja pamoja, wasemezane, wawe katika nia moja ya kuweza kuchenga ardhi hii yetu na vibaji vilio ndani ya zizi viumbe mwanadamu, kwa sababu mali kubwa katika maisha haya maisha haya tunaishi kama wanadamu ni uhai wa sisi viumbe mnaitwa mwanadamu. Uhai wetu huu, talanda yenye Mwenyezi Mungu aliweka ndani yetu, sekubina Adam, talanda ya ufundi mbalimbali, ya masomo, ya elimu na utaalamu mbalimbali. Lazima viongozi wetu wakae chini, wachiangalie, wapike mizasa ndani yetu ya sisi yenye wapiga kura wao, waweze kunoa hizi talanta zilo ndani yetu, siweze kubeba mzigo ya uchumi wa taifa letu la Kenya. Tunataka viongozi wetu tunapoingia mwaka wa 2027 wakuje wakae pamoja kama viongozi wetu wa eneo hili la Magharibi Kenya, watuonyeshe chama yenye sisi tupika kura yetu moja kama watu moja katika chama moja. Hatutaki tupe kura yetu. Mara tuna wale wanatupa kura yetu katika UTA, mara tuna watu wanatupa kura yetu katika ODM, mara tuna wale wanatupa kura yetu katika TAB. Hatutaki. Tunataka tupike kura yetu moja katika chama moja kama watu wa moja. Ndugu zangu, sisi tunaishi kwa amani. Watu wanaleta shida katikati yetu ni viongozi wenye wamekosa maono, wenye hawana maono, wenye hawajui muhimu wa sisi kukaa pamoja kama watu wa eneo hili. Viongozi wetu tunawaambia lazima wakae wawindaji, wawe na maono mazuri. Nyinyi ndugu zangu wa eneo la Bonde la Ufa, mmepata viongozi wazuri wenye wameanza kubeba vipaji na kubea nguvu vipaji vya eneo la Bonde la Ufa. Mpaka saizi wako na makaa kule Australia. Hiyo ni kuonyesha jinsi viongozi wanataka na kufanya. Bonde la Ufa linapepa msiko mkubwa uchumi wa taifa la Kenya. Watu hizi wa magharibi nimekuwa watu wataivu kubeba msiko wa uchumi wa taifa la Kenya. Tunataka viongozi wetu wa eneo la Magharibi Kenya waanze kukaa pamoja na professionals mind. Watu, kwa sababu inasemekana katika eneo la Magharibi Kenya tuna sehemu ya Funyula constituency, wasomi, watu wamesoma ma PhD wako wengi sana, professors in that constituency ni wengi kutoka Samia. Kwa nini watu wako na akili na watu wamesoma, lakini ukiangalia eneo la Magharibi Kenya sisi ni watu walala hoi, si watu wa kuweza kubeba mzigo wa uchumi wa taifa la Kenya?
Kwa nini vipaji vya elimu hizi haviwezi kupewa nguvu na wanasiasa wetu viwe na uwezo kubeba mizigo ya uchumi wa taifa la Kenya? Eneo letu, ukiangalia eneo la Kisii, wameanza kubeba watu wao kupeleka katika kule Minnesota, kule Amerika. Pesa kutoka kule inapokuja Kenya inapepa mizigo ya uchumi wa taifa la Kenya. Sisi mali tumeenda mbali ni Kawangware, ama kama si Kawangware ni Kibera. Ni ukiangalia maisha wetu watu wanaishi maisha lalahoi. Hatutaki maisha kama hayo. We want our leaders to possess a persona character of Judge Hill. Judge Hill alisimama na nchi yako kati ulikuwa msito kabisa. Alisimama na Britain na akailinda. Judge Hill expanded the territory of Britain mpaka ikakuja Afrika hapa, ikakuja hapa Kenya, ikakuja mpaka sehemu za Uganda, wakashika mpaka Nigeria, wakashika mpaka South Africa. Those were colonies. We also want to possess leadership that possess the mind of Judge Hill. We want also to possess a leadership that possess a mind of Alexander the Great, a person who's ambitious, a person who go out and hunt for his people. Kiongozi anaenda kule nje anatafutia watu wake vitu vizuri na anawapeleka pia wawe watawala katika sehemu hizo. Mungu atuleta katika dunia hii sisi tuwe viongozi. Hatuleta sisi katika dunia hii tuwe vikarakozi na tuwe wafanyakazi wenzetu. That's why God is the king in heaven. But he gave us a colony on the earth to be also to be called the king. Twataka pia tujidirishe kuwa hitaji ile la Mwenyezi Mungu, kuwa sisi kuwa wafalme linatendeka katika maishani mwetu. We cannot become subject in our own motherland. We want our leaders to be viongozi walio na uwezo wa kuweza kuleta mambo mazuri katika maishani mwetu. Viongozi wetu wakae na wasomi wetu waweze kujua vile wanaweza kutatua matatizo ya uchumi wa taifa la Kenya kupitia sisi wenyewe wa Kenya. Viongozi wetu wakielewe, ni vyema waelewe Kenya hii ama eneo letu makarima Kenya, utachirikani umepepa. Utachiri wa watu wenye tumezaliwa, namba takrimu za watu wetu. Huu ni utachiri wa kwanza. Ardhi hii yetu rasilimali kane Mwenyezi Mungu aliweka ndani yake. Lazima viongozi wetu wajue. Kiongozi mwenye hana nia, hajielewi, haelewi watu wenye anaongoza, haelewi sehemu ya mali iliyo ndani ya ardhi yenye Mwenyezi Mungu alibea yenye anaongoza, huyo sio kiongozi. Watataka sisi kama wapiga kura, uwezo wetu wa kiuchumi utainua viongozi wetu wenye anatuwakilisha katika mambo ya siasa ya taifa la Kenya. The more economically we are, the strength of our financial power, the strength of our economy, the strength of our commerce is the strength proportional or equivalent to the strength of our political representative in the parliament and in the whole realm of politics. Kiongozi wetu sisi tukikuwa taifa katika uchumi, ndivyo kiongozi wetu watakuwa na uwezo kusimama mbele ya viongozi wenye wanakilisha watu wao wenye wako na nguvu katika uchumi. Kwa mfano, nataka nifahamishe hii pointi ama neno hili naongea watu waelewe vyema. You cannot compare the political strength of the President of the United States of America and the political strength of the President of Kenya. Wako tofauti. Uwezo wa uchumi wa watu unawakilisha ni ule nguvu utakuwa nayo katika kisiasa. Viongozi wetu, kama mnataka pia mheshimiwa na viongozi wengine katika jamhuri ya taifa letu la Kenya na katika nje ya taifa letu la Kenya, tupe nguvu katika uchumi. Inua vipaji vile eneo hili viwe na uwezo kubeba mizigo yake na mizigo ya taifa la Kenya na mizigo ya eneo hili. Tunapokuwa na uwezo wa kiveta, uwezo wa kuwa na pesa, uwezo wa uchumi,
wewe pia hautakuwa ni mtu mwenye watatariwa na viongozi wengine. Madarau mbele viongozi wengine itakuwa utaheshimiwa. Unaposimama, unapozungumza neno lako, watu wanaangalia uchumi, na watu wenye wanakilisha nyuma yako ni watu walio na uwezo katika kiveta, wako ni uwezo katika uchumi, utaheshimiwa. Lakini kama unasimama unaongea, watu wanaangalia nyuma yako, watu wanakilisha na walala hoi, watu maskini, hakuna muda atakusikia. Tunataka viongozi wetu mchiangalie, mkuze vipaji vilio eneo hili, vipaji vinatoka katika sehemu zenu, from what level to the constituency level, to the county level, to the entire nation Kenya. The moment we shall have the ability to become self-sufficient within ourselves, tuwe na uwezo kutengeleza makari, tuwe na uwezo kutengeleza hata ndege, tuwe na uwezo kutengeleza vitu vyenye sisi tunatumia, heshima itapatikana mbele viongozi wengine. Lakini sisi tukikaa ni watu wa kuombaomba mpaka tunarudi katika mikono ya mkoloni mwenye tulifukuza mwaka wa 1963. Tunarudi mpikia makoti tena, asema tuje tuchengee barabara, napikia makoti tena tuje tuchengie tuletee matao katika hospitali, napika makoti tena tuje kututengelezea elimu ya watoto wetu. Sisi hawa ndugu zetu wakoloni tulifukuza wanatuangalia kama watu wenye hatuna uwezo na hatuna mwelekeo. Heshima kupatikana Kenya, lazima sisi wananchi wa taifa letu Kenya tunaweza kupepa mizigo zetu kama taifa, kama eneo, sio kuombaomba. Hiyo ni uchumi niko nao. Ndugu zangu, umekuja sehemu hii ya Serem. Nashukuru kwa kuwa umekuja hapa. Nimejaribu kuongea Kiswahili kwa sababu najua katikati yetu tuna ndugu zetu kutoka sehemu zile Sanand Hill, na hapa ni mahali yenye watu wanatoka sehemu kila mbalimbali. Kwa majina naitwa Muhonge. Mimi ni katibu mkuu wa Fukufuku la kuleta watu wetu pamoja eneo la Kenya. Nina wakubwa wangu Bishop Olmazai na mkubwa wangu David Elulu na mwingine Julius Kivasi. Hao ni wakubwa wangu. Mungu amani awe nanyi. Tunapoongea hivi tumechukua habari, tunasambaza katika eneo lote la Kenya ili watu wetu wakajue uchumbe huu. Sisi tunataka tukae pamoja kama watu wamoja katika eneo hili. Mungu awe nanyi, mubarikiwe sana sana na baraka za Mwenyezi Mungu kwenu. Asante. God bless.